Jina langu ninaitwa Bishop Ikongo, askofu mkuu wa makanisa yote Tanzania ya TAGC kitaifa, lakini pia ni mwenyekiti wa PPFT, Pentecoste Pastors Fellowship Tanzania. Kwa Kiswahili nasema ushirika wa wachungaji wa Pentecoste Tanzania. Kwanza nianze tu kwa kutoa pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, ninakupongeza sana hasa kwa hotuba yako uliyoitoa bungeni kwa ajili ya uzinduzi wa bunge la 13. Mheshimiwa, hotuba yako imeshiba, imejaa, imetuonyesha tulikotoka, tuliko na tunakokwenda. Mheshimiwa Rais, hotuba yako uliyoitoa pale bungeni jana imetuonyesha dira na mwelekeo wa Watanzania kwamba tunaenda wapi. Kwa hotuba ya jana, Mheshimiwa, nachukua nafasi hii kukupongeza sana, tena sana, kama askofu mkuu wa makanisa ya TAGC na mwenyekiti wa PPFT hapa Tanzania na mmoja wa viongozi wa dini hapa nchini. Mheshimiwa Rais, baada ya kutoa pongezi hizo, ninaomba kutoa ushauri wangu kwako Mheshimiwa. Ushauri huu nimeutoa kwa njia ya maandishi, lakini pia nimeutoa kwa njia ya kuongea, na ninapoongea hapa sasa hivi wasaidizi wako wote wana taarifa za ushauri huu ninaenda kuutoa Mheshimiwa Rais. Ila sasa kwa sababu nilishaufikisha ushauri huu kwako na tayari wasaidizi wako wanao na vyombo vya usalama nchini nimeshaongea nao, kwa hiyo wana taarifa ya huu ushauri ninao utoa. Sikutegemea kwamba leo ningeweza kurudia huu ushauri kwa njia hii ninayoitumia, lakini nimesukumwa sana na hotuba yako. Katika hotuba yako umeongea mambo mengi mazuri Mheshimiwa. Umezungumza habari ya kuwasaidia vijana wetu wa Kitanzania. Umetoa angalizo la vijana wa Kitanzania na Watanzania kwa ujumla, tusikubali kushawishiwa, kuchochewa ili kulichoma taifa letu. Lakini pia umetupa mwelekeo kwamba kuna maridhiano, kuna uchunguzi, tume ya uchunguzi, lakini pia kuna maridhiano ambayo yanaandaliwa. Sasa baada ya haya ya hotuba yako, nimejisikia moyoni mimi kama kiongozi kurudia huu ushauri wangu kwa njia. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima zote, Mheshimiwa, wewe unajua, na hata wasaidizi wako, hata wewe mwenyewe Mheshimiwa, ninajua unanijua, unanifahamu vizuri, na unajua kabisa mimi na Watanzania wote wanajua kwamba ninakupenda, lakini sio kukupenda tu, kwamba nakuombea. Mimi na watu wote ninaowaongoza tunakupenda, tunakuombea. Hilo unalijua. Na Watanzania wengi wanajua. Hata wakinisikiliza sasa hivi wanajua kabisa Ikongo hawezi kuwa kinyume na Daktari Samia hata siku moja. Kwa hiyo ninapotoa ushauri huu ni kwa unyenyekevu mkubwa. Najua kuna watu wengine wataona kwa nini Ikongo anasema hivi, wengine watapuuzia, hata wasaidizi wako na watu wengine wengi watapuuzia, wasome watapuuzia. Lakini Mheshimiwa, kwa unyenyekevu mkubwa ninakuomba, kabla ya chochote, masuala ya uchunguzi hayo siingilii wala sitoi ushauri kwenye uchunguzi, yaendelee. Lakini kabla ya maridhiano, kwa hili lililotokea tarehe 29 Oktoba, haya yaliyotokea, Mheshimiwa, nakuomba sana Mheshimiwa,
Kama najua mimi ni mdogo sana ndani ya nchi hii. Ni ngumu sana kuongea jambo likaonekana ni sahihi. Lakini nakuomba mheshimiwa, kwa unyenyekevu wote, usifanye maridhiano yoyote, yawe ya kisiasa, yawe ya watu wowote. Anza kwanza na viongozi wa dini. Mheshimiwa, anza na viongozi wa dini. Kutana na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, hili nakwambia kwa unyenyekevu. Nimeshalizungumza kwa wasaidizi wako. Nimeshalizungumza kwenye vyombo vya usalama. Mimi nawajua viongozi wa dini. Nawajua kuliko vyombo vyote vya usalama, kwa sababu na mimi niko jikoni, ninaelewa. Mheshimiwa Rais, nakuomba kutana na viongozi wa dini kwanza. Na usikutane na viongozi wa dini maarufu wala yale mabaraza. Kutana na viongozi wa dini zote zilizosajiliwa nchini. Najua ni gharama kubwa, maana madhehebu ni mengi, wanaweza fika hata 3,000 hata 5,000, lakini kutana nao. Tumia gharama yoyote, kutana na viongozi wa dini kwenye ukumbi wowote, mahali popote, wagaramie, waite viongozi wa dini wote zilizosajiliwa. Wakija wote 6 sawa, wakija wawili kila dhehebu lililosajiliwa, wanaweza wakafika 3,000 au 2,000. Madhehebu ya dini tu, viongozi wote wakuu wa viongozi wa dini zilizosajiliwa, madhehebu haya ya kidini. Mheshimiwa Rais, nakuomba kutana nao. Hawa watu wana maumivu, hawa watu wana machungu, hawa watu wana hasira mioyoni mwao. Kutana nao. Hakuna rais tangu tumepata uhuru amewahi kukutana na hawa watu viongozi wa dini. Marais wote wanakutana na dini maarufu tu. Mabaraza yale, viongozi wa dini maarufu. Hebu wewe fanya tofauti Mheshimiwa Rais. Kutana na hawa watu. Wana mambo watakwambia. Hata ukikutana nao kwa siku 2, siku ya kwanza wasikilize. Hata vyombo vya habari visiingie wala kusiwe na chochote, lakini kwenye ukumbi kaa na viongozi wako wa dini. Hawa ndio wenye wanasiasa. Hawa ndio wana makundi yote haya ya kisiasa, wanaharakati wote wako chini ya viongozi wa dini. Wako viongozi wa kisiasa wanatumikia viapo vya kupitia viongozi wa dini. Mheshimiwa, kwa ushauri wangu huo, kwa unyenyekevu mkubwa, na kuomba sikulazimishi. Sababu ukikutana na viongozi wa dini kwa njia hii ninayoshauri, hakuna tatizo lingine. Baada ya hapo, ukishawasikiliza siku ya kwanza, siku ya pili, waeleze, wahutubie, waambie lolote utakalowaambia baada ya kuwasikiliza wanasema nini. Mheshimiwa, bila hivyo utafanya maridhiano yatafanyika ya kisiasa, lakini hao wanasiasa, hayo makundi ya kisiasa, hayo makundi ya wanaharakati, hayo yako chini ya viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, ninajua ninayoyasema. Kwenye barua zangu, kwenye maelezo yangu, nimefafanua zaidi mengine ambayo siwezi kuyaongea hapa. Hilo ni ombi langu la kwanza. Mheshimiwa Rais, ombi langu la pili au ushauri wangu, lakini ombi langu, kwa sababu sasa Mheshimiwa umeshaapishwa, wewe ndio rais wetu, na haya yaliyotokea yote tarehe 29 Oktoba, pamoja na yote yaliyotokea, kuna mambo mengi tumejifunza. Mheshimiwa Rais, nakuomba kwa unyenyekevu mkubwa, nakuomba, wakati huu unaunda baraza lako la mawaziri, naomba tutengenezee na sisi, tuundie na sisi wizara itakayohusika na taasisi za kidini peke yake. Mheshimiwa, tuundie wizara ya taasisi za kidini tu. Hilo ndio ombi langu la pili. Mheshimiwa Rais, katika ombi langu hili la kutuundia wizara inayojihusisha na taasisi za kidini, ukifanya hivyo utakuwa umeliokoa taifa letu na migogoro ya kidini, aidha kuimaliza au kuipunguza. Pia utakuwa umelisaidia taifa
viongozi wa dini na taasisi za kidini zote kuwa na mahali pa kwenda kusemea kero zao, mahali pa kuzungumza kero zao. Lakini kwa sasa hivi viongozi wa dini tuko kama ya watoto yatima, taasisi za kidini tuko kama ya watoto yatima, kwa sababu hatuna mahali pa kwenda kueleza shida zetu. Kwa mfano, tuna wizara ya mambo ya ndani. Wizara ya mambo ya ndani imechukulia taasisi za kidini ziko pale kama idara ya msajili. Lakini ndani ya wizara ya mambo ya ndani kuna jeshi la polisi ni idara, kuna uhamiaji, kuna wakimbizi, kuna magereza, yani wizara ya mambo ya ndani ina vyombo vingi pamoja na idara hiyo ya msajili wa taasisi za kidini. Jambo ambalo halipendezi, lilikuwa zuri huko nyuma, lakini kwa sasa madhehebu ni mengi, taasisi za kidini ni nyingi. Ukiangalia tu vyombo vya habari sio vingi kama taasisi za kidini, lakini vyombo vya habari vina wizara yao ambayo ni wizara ya habari. Mheshimiwa, ukitukubalia ombi hilo la kutuundia wizara inayojihusisha na taasisi za kidini, viongozi wa dini tutakuwa na mahali pa kupeleka shida zetu. Sasa hivi unakuta kwamba viongozi wa dini hawana pa kusema. Ukienda wizara ya mambo ya ndani, hujuma ni nyingi, rushwa, kashifa. Ukiangalia sasa hivi kwa mfano tu mzuri ambao kipindi hiki cha kampeni, wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais ni shahidi. Wasaidizi wako wengi. Haya ni mambo usingependa kuyasema, lakini wacha niyaseme tu, japo najua ni kujihatarishia usalama wangu. Wasaidizi wako kwa mfano kama wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makada wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, 95% walienda likizo. Wakati wa kampeni ulibaki peke yako, wote walikuacha. Makada wa CCM walikuacha, wakuu wa mikoa walinyamaza kimya wakajipeleka likizo wakakuacha, wakuu wa wilaya ambao ni kama magavana ambao wanatakiwa wakusemee, wakutetee, lakini walinyamaza kimya, ukabaki unapambana mwenyewe wakati wa kampeni. Kazi kubwa waliokuwa wanafanya wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ilikuwa ni kupambana tu na viongozi wa dini na kuwatishia, tutafunga makanisa yenu, tutayafuta. Watu wanatukanwa, viongozi wa dini wanatukanwa matusi. Viongozi wa dini wanakamatwa, wanawekwa ndani. Viongozi wa dini hawaheshimiki ndani ya nchi hii. Hivi ninavyoongea Mheshimiwa Rais, viongozi wa dini hawana heshima. Iwe ni viongozi wa polisi watawatukana, wanasahau kabisa kwamba viongozi wa dini na jeshi la polisi, jeshi la magereza, wote tuko wizara moja ya mambo ya ndani. Polisi wakikosea, wakafanya mambo yoyote yale ambayo polisi wakilaumiwa, hata sisi viongozi wa dini tunalaumiwa, maana wote tuko kwenye wizara moja ya mambo ya ndani. Lakini utakuta wakuu wa wilaya wanakamata wachungaji, funga makanisa, yani wanapambana. Nakumbuka kuna mkuu wa wilaya mmoja, sitaki kumtaja jina, ambaye alifunga kanisa fulani na akatoa matisho mengi sana. Mimi nikamuuliza, hivi mama anatukana, Mheshimiwa Rais anatukanwa kwenye mitandao ya kijamii, anatukanwa na watu, anadhalilishwa, rais wetu anaongelewa maneno ambayo haijawahi kutokea na watu walioko ndani na walioko nje, na majirani, vijana wanamtukana. Nyie wakuu wa wilaya mnakaaje kimya? Kwani mnaenda likizo na wakati nyie ndio wakumsemea mazuri Mheshimiwa Rais, hata kama hamwendi kwenye kampeni? Sasa unakuta kwamba kazi waliokuwa wamejipa makada wa CCM ni kuwatukana viongozi wa dini. Viongozi wa dini ndani ya nchi hii Mheshimiwa Rais hawana raha, hawana imani kabisa wala raha na utawala huu. Kwa sababu gani? Hakuna kipindi viongozi wa dini wametukanwa kama sasa. Wanatukanwa, wanadhalilishwa. Wanatokea vijana tu kwenye mitandao wanawatukana viongozi wa dini, tukana nini? Tukana mapadri, tukana wachungaji, tukana mashehe. Yani dharau, hawaheshimiki viongozi wa dini. Ndio maana nasema Mheshimiwa Rais
kama itakupendeza na kama utaona mtu mdogo kama mimi Askofu Ikongo nimetoa ushauri huu, kwa sababu nimeshautoa kwa wasaidizi wako, nimeshautoa kwenye vyombo vya usalama, nimeshajaribu kuandika kwa maandishi, naona. Lakini baada ya hotuba yako imetoa mwangaza. Mheshimiwa Rais, hotuba yako imetuonyesha dira. Tunagundua kabisa yani viongozi wa dini, hata jana nilikuwa nimekaa na viongozi wa dini wakati tunaangalia hotuba yako ya bunge pale bungeni. Tunaangalia lakini huyu mama kumbe hana nia mbaya. Kumbe mama mwelekeo ndio huu. Kumbe dira ndio hii. Sasa kwa nini hawa wasaidizi wake wanamwangusha? Mheshimiwa, naomba kana viongozi wa dini na kuomba Mheshimiwa Rais, tuundie wizara itakaohusika na taasisi za kidini ili tujue machungu yetu tunapeleka wapi. Hayo ndio yamenifanya, hotuba yako ndio imenifanya mimi nijitokeze leo kuongea tena. Kama nitakuwa nimekukosea Mheshimiwa Rais, naomba unisamee, maana ninajua watu wako, wasaidizi wako, wakuu wa wilaya nimewagusa, wakuu wa mikoa nimewagusa, japo kuna baadhi yao kwa kweli wamejitokeza. Kwa mfano kama Chalamila amejitokeza, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wa watu, akaongea wakati ule wa mwendo kasi, akapambana kidogo na akaongea masuala mazuri, akikusema wewe vizuri. Kuna mkuu wa wilaya mmoja wa Kisarawe anaitwa, wanamuita Mheshimiwa Magoti kama sikosei, DC Magoti, amejitokeza hadharani. Ni mmoja wa wakuu wa wilaya ambao walijitokeza wakati wa kampeni na kipindi cha nyuma, wakasema mazuri ya Mheshimiwa Rais kama magavana kabisa, wakakugava, yani amekuongea vizuri. Lakini ameambulia matusi, ametukana matusi ya nguoni na vijana wetu kwenye mitandao na maeneo mbalimbali. Lakini wakuu wa wilaya wengine wameogopa, wamekaa kimya, wamejipeleka likizo. Hata unapounda serikali yako, wakati unachagua wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, angalia watu ambao utafanya nao kazi, wakati wa shida hawatakuacha. Mheshimiwa, mimi ni mmoja wa watu walioathirika kwenye masuala haya ya utekaji. Mimi sikuwa hivi, nilitekwa, nikaumizwa, nikafanyiwa tocha za ajabu sana. Mheshimiwa Rais, unafahamu hilo. Lakini katika matatizo yangu haya nimejifunza, rafiki wakati wa shida ndiye rafiki. Kuna watu kweli wamenisaidia, siwezi kusema, kuna watu wamenisaidia. Kama mfano Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya 4 amenisaidia. Yani maisha yangu yeye ndo, hela za dawa hizo, hela za nini, na makesi mahakamani, nafunguliwa, watu wananichukia nini, wakisikia nimesema vizuri serikali, nimeongea mambo mazuri ya serikali, wananiita chawa, kunifungulia makesi na mambo mbalimbali. Mheshimiwa, wakati wa shida ndio utamjua adui. Wakati wewe unapambana na kampeni, wakuu wa wilaya wakaamua kwenda likizo, makada wa chama wakaamua kujipa likizo, wakuu wa mikoa wakaamua kujipa likizo. Sasa imefika wakati unaiunda serikali, unatengeneza na kutafuta. Angalia viongozi ambao watakuwa na wewe kwenye shida na raha, watakuwa na uwezo wa kusimama na kukusema vizuri. Sio yule ambaye anafika mahali kwa unafiki, hapa na kusema vizuri, akifika mbele ya watu anafunga mdomo, anajifanya kwamba yeye ni mheshimiwa wakati bosi wake anasemwa vibaya. Nisamehe sana Mheshimiwa Rais, hayo ndio yalikuwa maombi yangu. Nashukuru sana. Jina langu ni Bishop Ikongo, askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Acts of God Church kitaifa na mwenyekiti wa PPFT, ushirika wa wachungaji wa Pentecoste Tanzania. Asante kwa kunisikiliza.